Mathayo sura ya 5 hii yana ananifurahisha tena. Mungu ananifurahisha anavyoongea tena. Mathayo sura ya 5 tena na mstari wa 11 anasema hivi: heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii na waliokuwa kabla yenu. Manabii na wenyewe waliudhiwa hivyo. Kwa hiyo wewe unapotembea kwenye msingi wa manabii, maana yake unatembea kwenye msingi wa kuudhiwa na kukataliwa. Kwa unapoona unakataliwa au unasemwa sana, unadhihakiwa sana, watu wanakuona wewe sio mtumishi, wao ndio watumishi, wewe kwako unashangilia kwa sababu ufalme wa mbinguni ni wa kwako. Kwa sababu ufalme wa mbinguni ni wa kwako. Mimi kinachoniuzi ni kutokufika ibadani na kutengeneza mazingira ya kubadilisha majina ya watoto wenu. Tuna jina moja nilishasema. Mimi jina langu naitwa Isaac. Alafu uje nibadilishe kwamba una majina mawili. Sio Isaac tu. Unaitwa na Siwema. Una majina haya? Ndivyo navyotakiwa. Uitwe majina haya. Halafu yakusaidie nini? Unaitwa Isaac na uitwe na Siwema, halafu ukiwa na majina mawili ndio raha, unaishi vizuri. Yesu amesema hivi, ukoo wake Mathayo hapa. Ukoo wa Yesu Kristo. Mathayo 1 anasema tuna ukoo. Kwenye ukoo tuna jina hili mmoja, ukoo wa Yesu Kristo. Anasema hivi, kitabu cha ukoo. Mathayo sura ya 1 inasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Abrahamu alimzaa Isaka, hakuna jina lingine tena. Tuna jina hili. Na siku ya mwisho kila mmoja anaitwa kwa jina, haitwi kwa majina. Anaitwa kwa jina, yaani kwa jina lake hili moja.